Bado tuko nje ya kanisa la KKKT Segerea jijini Dar es Salaam. Tuko na mama mzazi wa biharusi, ana mengi sana ya kumzungumzia binti yake katika siku hii azimu ambayo anaenda kuanzisha muda si mrefu. Mama, habari? Salama, vipi habari? Njema, hongera sana kwa kupendeza. Asante sana. Katika wote hakuna mtu ambaye anamfahamu vizuri biharusi tofauti na wewe mama mzazi. Unamzungumziaje siku hii ya leo? Kwanza namshukuru Mungu, binti yangu anamjua Yesu Kristo. Ameokoka. Ametoka katika familia ya Kristo. Lakini naamini binti yangu hataenda kuniaibisha kwa sababu ametoka katika familia inayomjua Mungu. Pia naye anamjua Mungu. Kwa hiyo natakia maisha mema. Umekazia sana kwenye swala la kumjua Mungu. Unahisi ndani ya kumlea kiroho anaweza kwenda kuyafanya yale mema ambayo umemuelekeza? Naamini kwa sababu nimemlea katika maadili ya kiroho. Na ninaamini hata anguka, na ataendelea kusimama kumtukuza Mungu, na ninaamini hata familia yake itakuwa na hofu ya kumjua Mungu. Nimemwombea Mungu asaidie hata atakapopata uzao wale katika maadili ya Kikristo. Jinsi ulivyomlea katika mazingira yote ya shida na raha, anaweza kwenda kukuheshimisha kwenye familia mpya ambayo anaenda kuanzisha siku ya leo? Anaweza kuniwakilisha vizuri sana kwa sababu ameona baba na mama tangu tumeona hatujawahi kupigana ngumi. Maisha yetu ni ya utani, ni ya upendo ambao ni upendo wa Yesu Kristo. Ndio tunaoishi sana katika familia yetu, wazazi pamoja na watoto wetu. Umemwelekeza mengi sana na leo hatutarajii mambo mabaya kabisa, hata uko endako tunazidi kumwombea mema kama familia. Una lote la kuzungumzia mama mzazi wa mtarajiwa? Mimi naomba Mungu awape maisha mema, waendelee kudumu katika imani. Na ninawatakia kila laheri. Mungu akawasimamie maisha yao, na natamani akawe maisha ya upendo na amani tele katika familia yao. Naam, huyo alikuwa ni mama mzazi wa bibi harusi mtarajiwa. Amemzungumzia kwa wema kabisa binti yake mtarajiwa. Muda si mrefu anaingia kanisani na kufanya misa takatifu ya ibada ya ndoa. Baki hapa hapa na Matola TV. Matola TV, ulipo tupo.